Tony alikuja kwangu kama mama Jerry na mimi ndio nimempatia msichana. Akaniambia kuna msichana mahali ameona na wako matajiri sana. Akaniambia na hataki apendi huyo msichana. Sababu si unajua unaelewa kuna ule msichana wangu. Hataki huyo msichana lakini huyo msichana ako na kwa hiyo familia iko na pesa sana. Nikamuuliza sasa unataka tuchape deal gani? Anataka tupeleke mahali kwa huyu msichana. Lakini Tony hana pesa ujue kitu ya kwanza. Lakini hawa wako na pesa. Sasa mimi niliwekewa pesa na hawa na huyu msichana. Nikaambiwa Tony tukakaa chini akaniambia tutatoa nusu tupeleke mahali. Hii nusu ingine akasema tutagawa. Tutagawane. Kwanza hebu akasema tutagawana. Sasa huyu amekuja kunitishia, ananitishia nini? Hello guys, mazwala kama msafirisho guys kama kawaida mnajua kile tunafaa. Mnajua kenyewe tunafanya guys, unajua mnakumbuka daktari alikuwa amepeana siku 2 Tony na Wendy waende walete kila kitu ya Linda. Na akasema pia kila mtu mwenye mhusikana na hii story yote lazima atajitokeza, unaona? So kuna mama mwingine hapa alinipigia simu akaniambia sijui Tony ameenda kwake sijui ni kumpiga, sijui ni kumharasi, unaelewa? So sikuelewa vizuri. Na sijui ulitoa wapi namba yangu, sijui kama yeye ndiye alikupea, unaona? Juu alikuwa ameambiwa amepewa siku 2. Yeah. So sijui kwanza unaitwa nani? Naitwa Mama Jerry na leo nimekuja hapa ndio Tony alikuja jana kunitishia ndio niekere maneno yote kwa meza ndio kila kitu ijulikane. So Mama Jerry ni ule bibi mwenye ameoa? Unajua ndio wewe nilikuona. Jerry ni msichana wangu na ameolewa na Tony. Hiyo ndio ile maneno unakuja kuwekelea hapa juu ya meza ijulikane, si ndio? Sasa mtanyamaza ndio msikilize ile maneno itakuwa. Sina mjua. Kwa hivyo Mama Jerry, ngoja mzee, si nilikuonyesha mama alikuja kwa harusi. Harusi ya nani? Yangu. Si nilikuonyesha mapicha ukasema umjui. Si ndio ndio alikuja? Walikuwa na wageni wengi. Ama unasema yule alikuja kiaje? Hizo picha zote unataka kusema huko na huyu? Au kuona huyu? Hata labda hata nikumbuke. Huyu alikuja kwa harusi yangu. Huyu ndo alikuja kwa harusi yangu kama Mama Tony. Kwa hivyo wewe kama wewe ni bibi yako sema hadi mimi namjua. Unamjua pia? Namjua lakini simjui kama Mama Jerry. Sasa kunijua mtanijua mimi naitwa Mama Jerry na kunijua mtanijua lakini mimi nataka mutatue ile shida iko hapa katikati yangu na Tony. Hiyo shida ni unirudishie pesa. Pesa za nini? Sawa. Sasa ufafanue vizuri. Zile picha. Alipeleka wapi pesa? Picha mzee nilimuonyesha hapa picha. Ati akurudishie. Kwa hivyo wakati ulienda Amerika badala ya kutumia bibi yako pesa ulikuwa unatumia Mama Jerry. Mzee kierere mingi tulia kidogo. Wewe nitakukemea wewe. Si kwa hii. Huyu alikuwa nilimuonyesha akasema ajue mtu. Mzee unajua huyo? Inaweza kuwa ni ile time wako anaona vizuri. Sio ni Mama Jerry. Yaani Mama Jerry ati ndio walisimama kama wewe nyamaza. Kuna maneno iko hapa unataka usikilize. Kwa hivyo yeye ni con woman. Nataka usikilize ile maneno iko hapa. Umeona kazi ya daktari imeanza kufanya. Kazi daktari aendelee tu hivyo hivyo. Nataka msikilize ile maneno iko hapa. Haya sasa Tony alikuja kwangu kama Mama Jerry na mimi ndio nimempatia msichana. Akaniambia kuna msichana mahali ameona na wako matajiri sana. Akaniambia na hataki apendi huyo msichana. Sababu si unajua unaelewa kuna ule msichana wangu. Hataki huyo msichana lakini huyo msichana ako na kwa hiyo familia iko na pesa sana. Nikamuuliza sasa unataka tuchape deal gani? Anataka tupeleke mahali kwa huyu msichana. Lakini Tony hana pesa ujue kitu ya kwanza. Lakini hawa wako na pesa. Sasa mimi niliwekewa pesa na hawa na huyu msichana. Nikaambiwa Tony tukakaa chini akaniambia tutatoa nusu tupeleke mahali. Hii nusu ingine utanyamaza. Na si unyamaze. Hii nusu ingine akasema tutagawa. Tutagawane. Kwanza hebu akasema tutagawana. Sasa huyu amekuja kunitishia, ananitishia nini? Hiyo pesa uko nayo. Hiyo nusu nyingine ilienda wapi? Juu mimi hiyo nusu kwanza Tony uliniambia unaenda kutumia US. Hiyo nusu aliniambia naenda kutumia US. Kwa sababu nilimuuliza mbona pesa nilikupea hailingani na kitu nimeona ukifanya kwetu. Akaniambia unajua babe pia tunafaa kuangalia economy, sijui nini, acha niende hizi zingine, nimezisave nikatumia wapi? Na your parents are understanding. My parents were understanding juu walikuwa wanajua napata kijana napenda. Lakini kumbe investments napiga deal hapa na pale ilifaa. Tony hata tabia hauna.
Wewe. Tony hana tabia. Wewe Hana mzee tabia. nyamaza. Ngoja kidogo. Huyu mtoto hujamfundisha tabia. Kwa hivyo Unajuanga ako na mabibi wangapi huyu kijana yako? Si yako na Njeri, na nilikuja kujua kuna wengine hapa, lakini hao ni girlfriends. Nilikuja kujua ati mabibi. Hawa ni watu ya kuokota hapa kana hii tu. Ulijua ni mabibi, ni girlfriend lakini ni mabibi. Hawa ni watu wameokotana huku Nairobi. Yule bibi original ni Njeri, mtoto wako. Kwa hivyo wewe unajua hata ulikuja kusimamia mpaka harusi. Lazima ningeenda sababu economy ni baya ndio tupate pesa. Haya, wewe unajua huyu? Huyu namjua. Huyu ni nani? Na huyu ni rafiki ya ni bibi yake na anamtafutianga wasichana. Nani anatafuta mwingine wasichana? Huyu Tony tu si mzuri. Ati Tony. Si msana wako kijana wako hujamfundisha adabu. Kwani yeye ni supplier ya wasichana? Nairobi Kenya. Anakuanga supplier ya wasichana sababu hujamfundisha adabu. So huyu ni bibi yake. Na wewe unajua? Nilijua tu hiyo katikati ya hiyo maneno sasa huyu Tony akaniambia hata hapendi huyu msichana. Lakini mimi nikajua wacha tuchape na yeye biashara ndio atilisi msichana wangu na yeye apate nini? Apate kitu. Sasa msichana wako kwanza hata unaona msichana wako anaishi wapi? Msichana wako anaishi wapi mama? Anaishi huko nyumbani Ushago. Na hata hapana, hata nasemanga nitaenda kumuona. Tony ananiambia usiende leo. Enda kesho. Mzao muende kwa kina. Usiende leo, enda kesho. Unajua kusema ukweli, tushaenda once. Ile ya kwenda kujua kwa kina. Situ hata kijana anajua tulikuja na wazee wa nyumbani. Na kwa nini ni bibi aje na hamjaleta mali? Ngoja kidogo. Si hiyo mambo huanza pole pole. Mnaanza mnajua kwa kina msichana. Then after that kijana alikuwa ameenda ng'ambo, alete mali na mimi kulingana na mimi hata wa leo. Muniletee mali. Ndio tungelete mali. Kwa hivyo wewe ungeniletea mali aje na unasikia ile biashara kijana yako anafanya. Kijana yako kuna biashara zenye hazieleweki. Wewe mimi najua wewe mama ujielewi. Wewe unasema wewe ni mama Njeri. Tony amekwambia anipendi na apendi Linda. Msichana wako ndo anapendwa. Sasa huyo msichana ndio hiyo biashara yangu na Tony ingililia hapo na hiyo maneno ifike hapo sababu nilikuwa nataka msichana wangu apate kitu. Kitu gani? Mahali yako. Sasa unajua hata nikisema niende kwao Tony ananiambianga usiende leo, enda kesho. Usiende leo, enda kesho. Hiyo pesa yenye ilikuwa imebaki ilifaa tugawe. Mimi ningepiga biashara zangu. Ulipeleka wapi pesa? Pesa. Sasa ndio kila kitu unakuanga nayo kweli. Sasa wewe ulienda huyu kufanya nini kwa huyu? Tishia ati anataka pesa. Nilikuwa nataka pesa. Pesa gani hiyo? Si hiyo pesa yenye ilikuwa imebaki baada ya mahari. Ingefaa nipate. Kwa hivyo hakutumia nilitumwa kwa. Acha nikwambie. Wazazi wangu waliniambia kwa sababu wazazi wa Tony hawajiwezi na ndio wanafaa kuja kwa kuona watu wetu nyumbani walete bahari. Tulia wewe. Si amjiwezi? Ni mamangu akatumia nani pesa? Mama ya Tony. Huyu ndio najua kama mama ya Tony. Sasa mimi Tony wakati nilikuwa according to the money I sent him nilimtumia around 800,000. Nikamwambia ni feel venye mtu ana feelingi I'll assume that is not my money. Juu najua huyu ni mtu wangu, unaona? Lakini kitu yenye lifanyika huko nyumbani it was a low budget thing. Hata chakula ikutosha watu. Na hiyo pesa nyingine? Sijui nikamuuliza mbona pesa nilikutumia iko enough. Akaniambia aje hiyo pesa nyingine babe nimeona juu naenda US sitaki nikusumbue nikuitishe pesa naenda kuitumia nikiwa US. Na still akiwa US mimi ndio nilikuwa namtumia pesa. Ndio nasikia imefanya biashara huku. Mbona ilikuwa biashara? Tony ndiye mwenyewe alisema ni biashara. Ndio kutafuta pesa zangu, sitaki maneno na wewe. Jioa. Mbona mwanamke mgani anajioa? Wewe unajioa. Unajifanyia kwa mkali. Nilikuwa nishatulia wewe. Acha basi. Wewe tulia. Nasemaje mzae? Hey, unajua hii mambo nasikia ati kuoana. Sasa mambo ya huyu na huyu kuoana inakujia wapi wewe? Wewe msichana ukuwe na adabu. Na wakati unaongea hii maneno yote imeletwa na kijana yako. Wewe mbona unakubali Tony afanye vitu kama hizi na unajua ni msichana wako? Mimi nilikubali. Okay, tuseme tu mzazi anaambiwa ni mbaya, lakini wakati unaona ka opportunity ama ya kunyakua tu pesa hivi. Ati ya kunyakua. Unanyakua kwani? Usimwone hivi. Huyu mama Njeri huyu. Wewe ulimpea pesa? Nilimpea pesa. Economy ni baya bana. Sasa ningefanya aje na mtoto wangu nataka akae maisha mzuri na mimi nikae maisha mzuri. Umeenda mahali yote.
Sijaienda, nikisema naenda, Tony anaweka hiyo pesa ilikuwa kule yote. Anaweka block hapo nisienda, ananiambia usiende leo, Jeria yuko. Sasa hata usitake kujua mambo ya enda wapi. Hata mimi nataka kujua. Sasa kuna pesa inawasumbua. Pesa na nyinyi mko na pesa tayari. Kuja hapa waziwazi, tunamwaga mtama, hakuna magendo tunaenda kupelekana hapa. Sisi tunataka kujua hiyo pesa ilienda wapi. Kwa sababu ilikuwa unitumie pesa. Hujatuma pesa. Sasa wacha hata ili ukweli. Kama ni kuharibika, acha iharibike. Pesa ilienda wapi? Hakuna kuharibika, inaharibika. Pesa msichana tuliongea naye, kuna biashara unataka. Huyu ni mtu ya kufanya biashara. Si ndio? Huyu. Lakini sasa wacha nikwambie kitu imeniramba, sababu sasa sijajua hapo katikati nimepotelea wapi. Sababu hata shilingi, hata biashara. Huyu mmoja. Sasa nini hiyo pesa ilienda wapi sasa? Sasa labda tuambiwe nawe mwenye kuweka. Ilifika aje kwa Wendi? Si aliniambia kuna biashara konayo tufanye, kama niko na pesa kidogo nimpatie. Sasa unajua sasa huyu kama ndiye alikuwa beneficiary wa kutafuta hiyo pesa na tulipita hiyo daraja yake kupita hapo. Sasa naye akaniambia kuna biashara iko tufanye. Singemwambia, si tulikuwa nataka mazao ya hiyo pesa ndio tumuingize kwa biashara katikati. Sasa hata mazao sina. Iko. Umeosha hiyo pesa. Na wewe pia kwani nini unataka kumisbehave hivi? Nini? Nitaambiwa nitakuwa tu wakili. Nitaambiwa nitakuwa shareholder. Ushabebewa pesa huku. Nini kila kitu wewe unabebewa. Akili unabebewa, pesa unabebewa, hadi mwili tutakubeba. Wewe mbona ulienda kuomba hiyo pesa? Nikwambia Tony. Ulijuaje ana pesa? Sikumwambia huyu, hata hakuniambia hiyo pesa wanafanya hizo madili. Hawakuniambia. Hata hakujua ametoa wapi. Hawakuniambia. Mimi nilikuja tu, huyu mama nilimuinterview kidogo hivi akaniambia ako na pesa. Mimi na nani? Si pesa nayo. Alijuaje uko na pesa huyu? Pia ako na njaa ya pesa sana. Hakuna siku utaishiba. Mimi ndio nakuwekea kila kitu. Mimi sasa napiga deal hivi alafu badala juu hiyo pesa si bado ingekufikia. Ile pesa umekula Tony ni mingi. Na msichana wangu anakula tu shida. Ati msichana anakula shida. Na unajua hapa ile imetuleta hapa. Kwenu si mnanikatazanga. Unajua unaweza anza, unajua ile mambo iko hapa si mambo mzuri. Ile mambo iko hapa unajua si mambo mzuri. Unajua unachukulia tu juu. Unachukulia tu juu. Tony kunasemekana kuna nyumba amejengewa. Sasa kuna hiyo pesa ambayo mlikula nyinyi. Mliletewa mahali. Ati alijengewa na hii group hii msichana hii. Na ninasikia sijui kwa sababu wako na pesa. Wazazi wangu. Tony alitaka huyu msichana sababu kwao wako na pesa. Sio kwa anampenda. Ali kama huyu hakuwa anampenda. Si kama huyu. Apendi huyu. Ni kama apendi yule. Apendi. Wangu ndiye anapendwa. Ama anapendwa tena. Unajua huyu mama hata mimi simuamini. Ama wewe ndio unapendwa. Huyu mama sikumwamini. Mimi Tony aliniambia napenda msichana wangu. Sasa hapa wacha acheze kamali. Nikaingia kwa deal. Ndio nikaingia kwa deal bana. Sasa benefit nini? Sasa nimeibiwa pande hii imeenda, pande hii naye anataka kunichapa. Sasa msichana wangu sijui. Ungekuwa straightforward, tungekula sisi wote. Unaona njaa zako za shilingi 2, wewe tu ufai kwa unaongea na hiyo. Wewe hata wewe ni broke. Wewe unaongea nini? Wewe ulienda ukapita chini ukachukua pesa yako. Nilichukua, si mimi ndio nambebea kila kitu yake. Kila kitu yake mimi ndio nambebea. Hata inaonekana wewe umebebewa akili mpaka na huyu. Mimi ndio nambebea kila kitu. Mzee ajui mambo ya kijana yake, anamuonanga tu. Wewe ajui maneno ya kijana. Wasichana ya Nairobi hawa. Acha hata Tony. Hawa wasichana ya Nairobi ndio wanakubebea akili. Unaonekana wewe mkubwa, kwani ulienda Amerika kukula mabaga na masamosa na masosi. Vitu mbaya. Kitu mbaya. Huu ni kitu mbaya. Kitu mbaya. Ya mwisho kula samosa ni nini bwana? Kitu mbaya. Unataka kumisbehave hapa ni kama hizo. Nimebebea Tony kila kitu. Hebu tuulize ukweli hapa. Hata huyu mama nilimbebea. Mimi nataka kuuliza ukweli hapa. Huyu anadai nyumba 2 na hiyo pesa ya mahali. Kila kitu wako nayo Tony ni yangu. Na kwani mnafikiria Tony yako anafanya kazi? Anafanya kazi gani? Alikuwa anakudanganya anafanya kazi na ananichukua mimi kama hapana. Waambie Tony. Anafanya kazi gani na huyu ndiye anatumia wasichana ndio apate pesa. Unafurahia msichana akitumiwa. Kwa hivyo ungefurahia msichana wako akitumika hata wewe. Mimi mahali nilikuwa naangalia msichana wangu kama ataka mahali mzuri. Sasa mimi nikisema nitaenda kwao wananiambia nisiende ati hayuko. Bora hujawahi ambia msichana wako ulifanya hizo vitu.
Sasa unajua nilikuwa na msichana wake ajue. Hapana, si pesa na msichana wako anaishi kwa nyumba ya ng'ombe huko. Acha hii tuongelele hapa, ishie hapa. Si lazima. Si lazima Jerry ajue. Acha ajue. Hakuna venye unaweza niosha hivi nikiona alafu unataka kubehave ni kama wewe umesikia pesa Wendy ndiye alichukua, mwambie akupee urudishie Linda. Wendy pia sasa msichana nasikia nika nimechoka naye, hata sijui naweza kufanya. Imagine hakuna kitu unaweza fanya. Naweza kupiga hapo sasa hivi leo unaongea hivi. Akili, pesa, hadi wenzako na wewe waacha kuongelelesha kijana. Wewe sasa huyu ni mtoto sasa. Huyu ni mtoto. Si mtoto wangu. Si mtoto wangu. Anapiga kona hivi alafu anaenda anachukua hizi pesa. Hizo pesa ulipeleka wapi? Mimi ningesema maneno yote ishia hapa, Jerry asijue hii maneno. Hapa iko mtu na hapa iko mtu naona atakula nyasi hapa. Mimi naona hapa mambo yaendi vizuri. Kama umekula sema saa hii. Sema saa hii tujue kabla tukuje kwanza kuona watu wengine wakikuja hapa pia. Kwa sababu kweli sijafanya kitu kama hiyo. Sasa wewe ukiangalia vizuri venye kama wewe mzazi, ni huyu kijana ameoa msichana wako. Hizo ni vitu vizuri unafanya. Si vitu mzuri nafanya, lakini za zingine tu unaonaga tu. Unajua vile hii economy ya Kenya iko. Mambo ni mbaya. Ukiona msichana wako anaishi. Sasa mimi nikisema nitaenda kwao, ananiweka bro. Hawa ndio walikuja na mimi, sisi hatujaienda kwao. Nikisema nitaenda wanipiga bro. So unapenda pesa? Sasa pesa, hakuna mtu apendi pesa. Si hata wewe ulikuwa unaenda kwa huyu sababu kwa pesa. Yes, nani apendi pesa? Pesa ulipewa ni pesa ngapi? Huyu nilimpatia kama 600. Shilingi 600. 600,000 wewe unasema unasema 600. Alikuja na hiyo kitu ya biashara akaniambia hapa kuna biashara mzuri tunaweza fanya. Unaweza kuwa na kitu. Na sababu nilikuwa nimeosha Tony si sasa nikaona nipeleke pande hii ndio tufanye deal na huyu peke yake. Tupige deal na huyu ndio naye Tony, biashara ikienda mzuri ndio Tony atajua baadaye. Wewe ndio kupayuka sana. Sioni kama kuna mahali nilikosea hapo na ni pesa tunatafuta. Mimi sasa ulikosea. Ulijifanya unajua sana hii town. Unaona sasa umebaki nunge na wewe pia inafaa urudishe hizo. Mahali hamkutumia yote. Pesa ya mahali hawakutumia. Si wamejisema sasa hii. Hawakutumia yote. Hiyo pesa haikuisha yote. So 600,000 ndio yako nayo. Walipewa ukapewa Wendy. Nasikia alipeleka huko kwa. Wendy pesa uko nayo? Niko nayo, iko kwa bank. Untouchable. Pea huyu. Siwezi mpea. Unajua mtoto wangu? Wacha tuombee ukweli. Hapa daktari vile nilisikia si mambo mazuri. Na unasikia sasa nyumba si unajua kuna nyumba mbili. Wewe unaongelea nyumba. Wewe uko na mali. Haya ngoja, iko nyumba na iko gari na iko hiyo 600,000. Hao wanataka. Wewe unajua hizo mali ziko. Si nimejulia hapa. Kwani kuna ubaya gani kujua? Na kuheshimu lakini kierere yako unaiweka chini. Wewe. Na kuheshimu sana. Unajua nikifanya kidole namna hii sio vizuri. Ukiona mzee akifanya namna hii unaweza pata akona njaa kila mahali. Njaa ya sekete, njaa ya pesa, akili gani? Wewe mwenyewe akili yako umeshindwa kutumia ndio maana una pesa au una chochote. Si umeshindwa kutumia akili yako. Hiyo pesa sasa ulipeleka wapi? Imekusaidia wapi? Uko na nini saa hii? Niko na kila kitu yako. Wewe ndio hauna. Lakini si unajua tu ni hana mama ama unajua? Hiyo najua. Najua hana. Sasa mbona ulikuwa unajipeleka kwa ujifanya mzazi fake huko? Nimekwambia hii yote ni biashara ya Nairobi. Hakuna kitu umesaidika. Hakuna kitu nimesaidika nayo. Nimeharibu pande hii, nimeharibu pande ile na nimeharibu pande hii. Si ndio maana nikasema msamaha. Utaniomba msamaha kwa vile ulienda huko kujifanya. Kama nitakuomba msamaha lakini hii maneno isifikie Jerry. Tena unajua wacha wewe Jerry ajue. Isifikie Jerry. Sababu ikifikia Jerry tena huyo atashindwa, huyu naye ni mama wa aina gani? Kwa hivyo unasikia anapenda hii mama. Ni ukweli wewe ni mama wa mama ambaye hajielewi. Mama ambaye hajielewi. Nilikuwa namtafutia. Umemsaidia nini sasa? Sijamsaidia lakini sasa unamtafutia na ako na bwana. Sasa huyu ni bwana mwenye amemweka kwa nyumba ya ng'ombe hata ajui. Mama Njeri. Unajua jamaa kwa USA? Sasa si nilikuwa najua kwa USA. Alikuwa anakutumia pesa. Pesa gani? Huyu. Unajua Njeri anaishi kwa nyumba ya ng'ombe ama acha akikuja atakwambia. Aje kwa nyumba ya ng'ombe na wewe. Ataishi aje kwa nyumba ya ng'ombe? Kuharibu anaharibu. Hii ni kuharibu anaharibu. Yeye at least hata alikuwa na mahali pa kulala, hata kama nina ng'ombe at least alilala vizuri. Mvua iko wewe msee anaishi nyumba ya ng'ombe.
huko. Hujaienda mahali ujue. Na sinakwambia vile wananiekaga block. Sijaienda. Nikisema naenda leo, wananieka block. Wananiambia Jeria yuko. Umeulizwa kwani wewe unajua nyumba ati anaishi kwa nyumba ya ng'ombe? Mwambia yako kwa anajua mtoto alienda kwa kijana ameenda US kwa ama ya ng'ombe. Mmemweka huko mtoto wangu. Ndio nashindwa. Na vile anakaa mzuri. Na nimejifanya mzazi fake hapa ndio nitengeneze maneno. Na mtoto wangu mnamweka. Sawa, hata uliza kijana. Ako sawa wapi? Kama angekuwa Jeria atakuja aseme. Kama bado amekaa ako sawa. Si alikaa hapo kwa Amerika. Na atamletea tutaleta pesa ya. Na sasa ama ulikubali Jeria olewa na Tony julisikia Tony anaenda USA. Ndio akampeleka ushago. Si ndio hiyo sasa hapo. Uliona kuna pesa sasa. Sasa hapo. Sasa hapo. Si unajua wazazi wa siku hizi tunaangalia pocket. Wazazi wa siku hizi wacha tu niseme ukweli, tunaangalia pocket mtoto wako asiende huko. Sasa ni jina USA ulisikia bwana anaenda. Ndio hiyo sasa nikajua tu msana wangu pia ataenda USA. Unajua kijana US alienda na pesa yangu kwanza. Hebu Jeria kuja hapa. Wewe bora ni. Hapana, sasa hapana, wacha hii maneno hapana. Mimi si mtoto wako mama, wewe. Wacha maneno. Ajue alafu tena daktari sasa. Tony si maneno ishie hapa. Na Njeri kwanza. Hapa na wewe uliamua kuniosha na wewe si ni point na ndio ulikuwa ati wacha hii maneno ishie. Wewe yako nayo utafanyaje? Mimi sasa hata nafanyaje kuhusu pesa yako nayo? Si daktari acha akuje afanye mambo yake. Wataleta wenyewe. Wangetaka kunirudishia, wangenirudishia hii maneno ikianza, lakini venye inaendelea kuchemka wataleta nani hapa sasa. Wewe ni kama umerogwa. Utaanza wewe. Last time ati mtu ya kukula unasikia vile ameuliza mzuri. Mtu wa kukula nyasi hapa ni nani sasa? Mwenye hakuna kitu ya wewe. Sasa mimi sisi tuko poa. Labda uko nayo. Sasa nikakulia wapi na huyu ndiye alikuletea akakwambia ati huyu ndio mama mzazi. Si ndio walikula pesa yako hawa? Anakuja tuambie mwenye ako nayo. Pesa yako hapo. Hatukukula pesa. Kitu inawekwa wazi leo. Na tushajua. Unasema hivyo na wewe ndio the biggest victim here. huyu ni kama amerogwa. Akili yake ni kama imechenjiwa. The wrongdoings. Victim gani? Leta Njeri, si ndio? Leta Njeri. Njeri sasa maneno lazima akuja ajue. Na wacheni mambo ya Njeri. Mama yake ni nani na venye yako. Fanya mzazi fake. Wachaneni na Njeri. Na huyo mzazi mwenye mlifanya. Hapana, wacha Njeri nitaenda kumweleza hii maneno yote baadaye. Nimwambie Njeri ama mimi ndamtafuta nimwambie. Usimwambie, wacha mimi Njeri mwenyewe nitamwambia mimi mwenyewe. Usimwambie. Unajua kuna maneno wameongea hapa ati hawa wanaletania wasichana sijui nini. Si Tony ndio anatoa. Tony ndio analeta wewe, si mimi. Pesa. Hata wewe uko. Wewe hiyo pesa unapata Tony akitafuta wasichana. Huyu hawa wawili sasa ndio wanajuana mambo yao pesa wanatafutiana aje. Sasa hapo mimi hiyo biashara siko. Mimi biashara yenye nilipewa ilikuwa ya huyu. Ulikuwa unajua huyu kijana ni ovyo. Si ndio na akitafuta pesa ndio apelekee msichana wangu. Sasa umesikia anasema analalaga kwa ng'ombe. Sasa kama wewe ulioshwa pesa, msichana wako angepewa pesa. Anatumia wasichana. Sasa ndio niliona akitafuta pesa msichana wangu atakaa mzuri. Wewe ulikosa akili wewe mama. Ni kweli ni kama nilikosa, lakini usinitukane sababu mimi ni mzee na mimi naweza kukulaani. Si wewe ni msichana wangu. Kuambiwa ukweli si matusi. Hapo hakuna ukweli. Ni ukweli. Si basi pesa ulichukua. Lakini sasa na si basi pesa ulete. Ulikuwa unajua huyu akupendi ni kukutafutia tu wasichana upate pesa. Alikuwa ananiita the love of his life. I'm even shocked. Unaona umemuosha? Namuosha, atabaki nunge bure. Hata viatu nitamtoa. Atatembea mguu tu. Nadhani nilizaliwa jana unataka kuosha wewe. Yaani uko unanipenda mimi. Acha nitulete Njeri. Hizo ni stories zenu sasa hizo. Wacha hizo pesa warudishe basi. Na kama ni kuharibika ache iharibike. Kila kitu ikuje wazi hapa.